Wewe mfalme anayestahili kutukuzwa na kuinuliwa zaidi yako, ujawa na utukufu na nguvu na uweza na mamlaka. Asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo Mungu umetupa kwa neema yako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya jioni hii ya baraka ambayo Mungu umetukirimia kwa neema yako. Asante Bwana Yesu kutukusanya kutoka pande zote za dunia, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na kutukusanya Bwana katika zizi lako pamoja, ili Mungu aweze kusema nasi tena jioni ya leo. Nasi mfalme wa falme tunanyenyekea chini ya mkono wako wenye nguvu, tukiendelea kuuliza neema yako na huruma na msaada wako pamoja nasi. Tunaomba Bwana majeshi ujifunue kwetu tena siku ya leo, na ukatuhudumie sawa sawa na uaminifu wako. Baba, ninaomba uwepo wako katika ibada hii, ujidhihirishe mwenyewe na nguvu zako na kutusaidia, ukaseme na kila mmoja, ukaseme na kanisa lako waziwazi kwa kile ambacho Mungu umekusudia kusema nasi. Baba, asante kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu uliotutendea siku ya jana. Tunaamini tena ya kwamba leo utakuwa pamoja nasi Bwana, ukitufundisha na kuinua mioyo yetu iliyoinama na kuchoka na kukata tamaa, ukiwatia nguvu waliozimia Bwana, kuongezea uwezo. Neema yako Bwana na pendo lako Kristo Yesu likawe pamoja nasi tena jioni ya leo. Karibu useme na kanisa lako waziwazi, na utukufu wako Bwana ukajaze nyumba hii, ukamhudumie kila mmoja ambaye ameinua moyo wake madhabahuni pako, na kila mtu ambaye umempa moyo wa kupenda kutafuta uso wako Bwana, simpungukie mahali popote. Kuonekane Bwana kwa viwango vya utukufu wako. Wako ambao ni dhaifu, wako ambao ni wagonjwa, wako ambao Mungu ameleta haja zao mbele zako jioni ya leo. Mungu kakutana mioyo yetu, kutana haja zetu mfalme wa amani, na ukatutendea sawa na ukarimu wote. Jina lako Mungu wa Yakobo litukuzwe, Mungu wa rehema, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wa Mungu tuseme amen. Amen. Ninaomba tukae watumishi wa Mungu. Praise Him. Asante sana na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena neema ya kumkaribia yeye jioni ya leo, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya jana ambayo ilikuwa ni siku nzuri ya maombi ya familia, na tuna imani ya kwamba Mungu amejidhihirisha, na alijidhihirisha jana kwa namna ambayo alijidhihirisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena siku nyingine ya leo, ikiwa ni siku ya 7 kati ya siku zile 8 ambazo Mungu ametupa. Na kabla sijakuletea ujumbe wa neno la Mungu, nikupe tangazo moja muhimu kwa ajili ya ibada za kesho. Kwenye ibada ya kesho tutakuwa na maombi maalum ya kuleta ile mipango yetu na maono tulionayo kwa mwaka 2025. Tuliomba Januari, tumefika katikati ya mwaka yako ambayo Mungu amefanikisha. Tutamshukuru kwa ajili ya hayo, lakini tutapata nafasi tena ya kumsogezea Mungu haja zetu kwa yale ambayo hayajafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna imani ya kwamba Mungu aliyetuvusha na Mungu aliyetutendea yale yaliyopita atafanikisha na yale yaliyobaki katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kesho tutakuwa na maombi hayo kwenye ibada. Jiandae kwa ajili ya maombi hayo. Kwa unaweza kaandaa, lakini pia kwa wale ambao watakuja baadaye tutawaambia hapo na watajiandaa tunajua. Lakini pia kwa sababu ya umaalumu wa maombi hayo, unaweza kaandaa sadaka yako ya shukrani na kumwambia Mungu kuambatanisha na maombi yako, kama ambao tumejifunza kwa habari ya nguvu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana neema akusaidie sana kufanya hivyo. Somo letu ambalo Mungu ametupa lenye kichwa kilichosema kumwamsha shujaa aliyelala na kupunguziwa mwendo. Na leo ikiwa ni siku ya 7, tutakwenda kutazama jambo la 5 ambalo linaweza kumfanya shujaa akalala na kupunguziwa mwendo. Tumepata nafasi ya kutazama mambo kadhaa, lakini pia tukatazama jambo la mwisho tumehitimisha jana, ilikuwa ni juu ya madhabahu. Na tumejifunza namna nyingi ambavyo mtu anaweza akaungamanishwa na madhabahu za miungu, na kwa namna yoyote akajikuta amepunguziwa mwendo au amelala na akashindwa kutumia uwezo alionao. Asante Mungu ambaye jana amejifunua kwetu kwa namna ya kipekee kabisa. Ni imani yangu ya kwamba hakuna nguvu za giza tena wala madhabahu ya miungu yanayopaleta kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Hebu sema niko huru katika jina la Yesu. Sema kwa sauti kubwa, sema niko huru katika jina la Yesu. Kwa tutakwenda kutazama jambo la 5 ambalo linaweza kumfanya shujaa akalala na akashindwa kutumia uwezo alio nao. Wala ambao tumekuwa pamoja tangu siku ya Jumapili jioni, na mimi nakumbuka tumetazama mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza
ilikuwa ni anguko linalotokana ni dhambi, anguko linalotokana au dhambi ambazo ulizozitenda kabla ya wokovu na baada ya wokovu, zilizokutengenezea hali ya kujihukumu wapi? Nafsini mwako. Si ndio? Tunakumbuka watumishi wa Mungu, hilo lilikuwa jambo letu la kwanza. Mashujaa wengi walipunguziwa mwendo mara baada ya kukosea, kufanya dhambi. Hata walipotubu, zile dhambi zilibaki zinawakumbusha ndani yao, walibaki wanajihukumu na wakashindwa kuendelea mbele kwa sababu hiyo. Lakini jambo la pili, nikazungumza juu ya hukumu na mashtaka unayoshtakiwa na watu juu ya mambo au matukio yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu na mashtaka unayoshtakiwa na watu juu ya mambo au matukio yaliyopita. Yes. No, sio. Ni anguko linalotokana na ajali iliyokupata. Ni ajali iliyokupata wakati unajaribu kutumia uwezo ulionao. Jambo la pili lilikuwa ni ajali iliyokupata wakati unajaribu kutumia uwezo ulionao. Watu wengi, mashujaa wengi pia walikwama kuendelea mbele kwa sababu ya ajali walioipata mwanzoni au vita waliokutana nayo mwanzoni. Alikuwa amekusudia kuanza ufugaji kwa mwaka 2025 atafuga, lakini alipoanza kufuga tu, kwa sababu ni mara ya kwanza, hakujua kanuni za ufugaji, akachukua mkopo akanunua vifaranga 300 au 500, alafu ghafla kukaingia ugonjwa unaitwa Newcastle. Kuku akaanza kuugua kizunguzungu. Kwa sababu ile ajali ilimpata mwanzoni, hasara ikaingia, amekata tamaa, akashindwa kuendelea mbele. Alikuwa ameanza kuhubiri, ameenda kuhubiri jumuiya, ndio mara ya kwanza sasa. Afika kule akapewa kuongoza jumuiya, badala ya kusema tufungue kitabu cha Zaburi, akasema tufungue Zaburi na antifoni. Kwa watu wakaitafuta kwenye Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, hawajaiona Zaburi na antifoni. Au akacheka, walivyocheka huwezi kwenda tokea vibaya tu. Hapana, ulishindwa mara ya kwanza, mara hii ukirudia utafanikiwa katika jina la Yesu. Mashujaa wote waliopata kushinda walishindwa, wakarudia na baadaye wakashinda. Kwa hiyo usikate tamaa pale kwa mara ya kwanza. Jambo la tatu nikasema ni kuangukia katikati ya lawama. Kujikuta katikati ya lawama, unalaumiwa na kupingwa juu ya jambo lile unalofanya. Unalaumiwa. Lawama huwa zina tabia ya kuvunja moyo. Na jambo la 4 nikazungumza ni juu ya madhabahu. Sasa jambo la 5 ndilo ambalo nataka niachilie sasa jioni ya leo. Wangapi wako tayari kupokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni anguko au maumivu yanayotokana na hali ya kukataliwa na kuachwa au kupingwa kwa kile unachokifanya. Kukataliwa au kuachwa au kupingwa kwa kile unachokifanya. Hiki kipengele cha kupingwa nilikizungumza siku ya 3 kama ya 4 hivi, lakini akirudia tena kwa sababu ya kila ambacho tunazungumza hapa kinashabiana na hiki ninachotaka kusema, na hii pointi ya 5. Anguko linalotokana hali ya kukataliwa au kuachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ya msingi sana ambayo inabidi uyafahamu. Jambo la kwanza, fahamu kabisa kwamba kwenye maisha kuna kukataliwa.
kuna kukataliwa. Lakini fahamu ya kwamba kila inapotokea hali ya kukataliwa, ujue kuna jambo jema zaidi ambalo Mungu ameliandaa mahali pengine. Inapotokea umekataliwa eneo moja, watu hawajaona thamani yako, watu hawajaona umuhimu wako, na ukijitazama kila eneo uko sawa, uwe na uhakika kuna mahali Mungu ameandaa jambo lingine hilo zuri kuliko hilo unaolingangania. Mungu ana kawaida ya kuwahamisha watu kutoka mahali pasipofaa ambapo wao wanadhani panafaa kwa namna ya kukataliwa. Sio kama anaongea na mtu. Kuna mazingira ambayo yanaweza yakawa umeyazoea na umeona ya kwamba hapo umefika, ukarizika kabisa, ukoona kwamba kwa kweli hapa tastawi sana. Mungu akitazama akaona kuna mahali pazuri lakini hautaki kwenda. Namna mojawapo Mungu huwa anazitumia ni kukufukuza kwenye hiyo location kwa kukuinulia watu wa kukukataa. Unashangaa unapingwa na kila mtu, unakataliwa, unafanya vitu vizuri lakini watu hawakutaki. Uwe na hakika kuna mahali Mungu anataka uende. Hilo ni jambo la muhimu sana, natamani uliweke ndani ya moyo wako wakati ninaweka msingi wa jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, wakati mwingine unapokataliwa kwenye eneo fulani, ujue kuna hatari usioijua na Mungu anakuepusha nayo pasipo wewe kujua. Unapokataliwa kwenye eneo fulani, wakati mwingine ujue kuna hatari Mungu anakuepusha nayo pasipo wewe kujua. Na ni muhimu sana kumwamini Mungu katika nyakati zako zote. Usiwe mwepesi wa kunungunika ukikataliwa. Usiwe mwepesi wa kunungunika. Usiwe mwepesi wa kulalamika. Usiwe mwepesi wa kutafuta watu wa kuhurumie. Jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Yako mambo mengi Mungu anatuepusha nayo kwa kutufanya tukataliwe. Okay, wale ambao mmekuwa miaka ya nyuma kidogo, kwenye miaka 95 ilitokea ajali moja ya meli ya MV Bukoba. Si unakumbuka? Kuna rafiki yangu ambaye alikuwepo na alikuwemo kwenye ile meli, ambaye yuko mpaka sasa. Lakini kuna wazazi wake na rafiki yangu mmoja ambaye ni mchungaji ambao walifariki kwenye ile meli. Hasa yule bwana alikuwa ananisimulia habari zilizokuwepo siku ile. Jamaa mmoja alisafiri kutoka Mtukula kwenda Bukoba kwa gari, kwa taxi private, akiwa anakimbia kwenda kuwahi kupanda meli. Alipofika pale Bukoba, custom wakamfukuza. Yani alikuta meli hajaondoka, lakini wakamwambia meli imejaa. Akabembeleza. Miaka ile ya nyuma ilikuwa kitoa chochote unapita. Akatoa chochote ili apite, akatoa rushwa. Kwa mara ya kwanza wala rushwa walikataa rushwa yake. Walimfukuza na mateke. Yule jamaa kwa sababu taksi alikuja nayo ilikuwa haijarudi, akaichukua, akamwongezea hela driver taksi, akamwambia twende unipeleke Kemondo. Tunasema Kemondo Bay. Pale meli huwa inasimama tena. Ni kisiwa kidogo cha wafanya biashara. Kwa akakimbia akaitangiza meli kwa mbele. Meli imetoka Bukoba vizuri, ikafika Kemondo ikapaki. Jamaa akaenda tena, akajaribu kupita pale Kemondo tena apande meli, wakamzuia. Kemondo ndio walimfanya vibaya kwa sababu Kemondo walimpiga mpaka na mateke. Akaondoka, alikuwa ana shughuli zake za kibiashara Mwanza. Akasikitika sana, ikabidi agharamie tele taksi imrudishe Bukoba ili alale alfajiri apande mabasi ya kwenda Mwanza, ambayo atafika Mwanza usiku kwa sababu kile barabara ilikuwa haijawa nzuri. Ikabidi arudi akavumia, akasubiri Bukoba alfajiri saa 12 akapa. Saa 12 kabla haja anatoka akapanda basi. Yupo kwenye basi unasikiliza RFA. Nakumbuka kile kipindi cha asubuhi kile kinaitwaje?
miaka hiyo, RFA anasikia habari ya kwamba meli ya MV Bukoba imepinduka na kuzama bahari. Alikataliwa asipande meli, akafukuzwa. Sasa alilalamika, lakini kumbe kuna kitu alikuwa anaepushwa. Huyu mtu hajui kuogelea hata kwenye beseni. Sasa imani angedondoka ndani ya maji, ndani ya ziwa Victoria kwaje? Kwa sio kila kukataliwa ni kubaya. Wakati mwingine kuna hatari Mungu anakuepusha nazo. Tunazo shuhuda za watu wengi ambao walikataliwa na watu, alafu mahali walipoenda wakasema kwa kweli asante Yesu alinikataa. Laiti kama angenikubali nikakaa hapo, maisha yangu yangekuwa ya taabu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu watu wakukatae ili kwamba kupeleke mahali palipo pa salama na anakuepusha na mabaya makubwa. Jambo la tatu, kuna watu ambao Mungu anaweza kuwaleta kwenye maisha yako kwa muda, kwa sababu maalum. Kazi yao ikiisha atawaondoa. Kwa kuna watu watakukataa, wataondoa kwenye maisha yako, watakuona haufai, kwa sababu kazi yao ambayo Mungu aliwaleta kuifanya kwenye maisha yako imekwisha. Kwa si kila ambaye atakukataa, si kila ambaye atakuacha ya kwamba wewe ni mbaya, rahasha. Kuna wengine watakuja kwako kwa sababu maalum. Kazi yao ikiisha Mungu atawaondoa. Ni namna gani Mungu atawaondoa? Anaweza akawaondoa kwa namna ya wao kukukataa wewe, anaweza akawaondoa kwa namna ya wao kukuchukia, lakini ndio kazi yao imeisha. Hivyo punguza kujipendekeza. Mtu akisema hana mpango na wewe, mwache aende, mwana kwenda zake. Mungu ana watu wengi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wengine wataondoka kwako kwa sababu kazi waliokuja kuifanya imeisha. Lakini kuna wengine Mungu ataruhusu uondoke kwa sababu levels, hatua ambazo Mungu anakupeleka hawastahili kwenda na wewe. Kuna ambao Mungu atalazimisha kabisa wakuchukie, wakukatae. Kwa nini? Kwa sababu wameona umewang'ang'ania sana. Lakini hatua Mungu anayotaka kukupeleka, hao watu hawahitajiki. Hawahitajiki. Na wewe umewang'ang'ania kama kupe. Unaona hao ndio marafiki, unaona hao ndio watu wa muhimu. Mungu anasema hapana. Kwa viwango anaotaka kumpeleka huyu mtu, hao watu lazima waondoke kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 16. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa 16. Saidie kumwambia jirani yako, unamuelewa mwalimu leo? Lakini leo ni siku ya shule. Kuna watu mmejaa manunguniko hapa. Oh, mimi hanipendi, mimi wananikataa. Acha kukataa ili utoke. Mungu akiona umekaa sehemu moja kwa muda mrefu na anaona hapo hapa kufai, Mungu anakuondoa na kufanya kukatae. Hata kama ni kwenye kazi, hata kama ni kwenye biashara, watakuchukia bila sababu. Usitafute dhambi yako, usitafute makosa yako. No, ondoka, nenda kaanza changamoto mpya. Mwanzo 26 ule mstari wa 16, Biblia inasema hivi: Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie vizuri. Hii ni habari ya Isaka na mfalme Abimeleki, mfalme wa Gerari. Kumbuka ya kwamba Abimeleki ni mfalme ambaye alikuwa rafiki sana kwa mzee Ibrahim, baba yake na Isaka. Na mnajua kile ambacho kilitokea wakati ule mzee Ibrahim ameenda kule Gerari mara ya kwanza, akasema kwamba Sara ni dada yake. Kilichotokea, huyu mfalme alikuwa na mheshimu sana Ibrahim, maana bala lile tukio la kutaka kumchukua Sara kuwa mke wake, Mungu alimlazimisha Abimeleki apeleke sadaka ya ukombozi kwa Ibrahim, ili Ibrahim amuombee yeye na watu wake waweze kupona ule ugonjwa ulikuwa umeingia kwao, ugonjwa wa kuwa dhaifu. Sema ugonjwa wa kuwa dhaifu. Kwa walitoa sadaka hawa watu.
Kwa mfalme alikuwa anamheshimu sana Ibrahimu. Ibrahimu amezeeka, anakufa, akamrithisha vyote alivyokuwa navyo mwanae Ibrahimu, akamwonyesha mwanae Isaka. Kwa Isaka naye akabaki pale pale baba yake alipokuwa pale Gerari. Biblia inazungumza sura ya 26, kukatokea njaa katika nchi ya Gerari. Ni mbali ya njaa ya siku za Ibrahimu, lakini kipindi hiki njaa ilikuwa kali sana kiasi kwamba Isaka akataka kuhama kwenda Misri. Mungu akamtokea Isaka akamwambia akae hapo Gerari, na Mungu akamwambia kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa hapo. Isaka akakaa Gerari. Biblia inasema Isaka akalima mwaka ule. Ulikuwa ni mwaka wa ukame. Ulikuwa ni mwaka wa ukame. Ndio maana ni muhimu sana kuliamini neno la nani? Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuliamini neno la nani? Nimefundisha hiyo kwenye Morning Glory wiki nzima hapa. Umuhimu wa kuliamini neno la Mungu. Mungu akamwambia Isaka kaa Gerari, ni mahali penye ukame. Ardhi inapasuka, hamna mvua. Lakini Mungu anamwambia kaa hapo, nitakufanya kuwa taifa hapo, utastawi hapo. Isaka baada ya kuambiwa neno hili la Mungu akaliweka kwenye matendo. Ni kwenye ukame, Isaka akalima kwenye ukame. Wale wasukuma wenzangu mnaelewa, kuna wakati fulani watu wanalima mbugani, unamwaga maji panalainika afu unalima ili umwage mpunga mbegu. Ndivyo alifanya Isaka, akalima mahali pa ukame. Alivyolima, alivyopanda mbegu tu, mvua ikanyesha. Akaamua kuchukua kile chakula cha akiba, akakipanda mbegu. Alipopanda mbegu, watu wengine wanaogopa hali, wanaogopa ukame, yeye akapanda mbegu. Unajua ukiogopa hali, aogopaye hali hatavuna. Naongea na mtu anayeogopaga hali hatavuna. Mtu ambaye amewahi kufanikiwa alithubutu wakati wa dhiki, wakati wa taabu. Shindwa kuthubutu wakati wa taabu, utabaki ndani ya taabu miaka yote. Wakati wengine wanaogopa kupanda, wamebakiza chakula kidogo, na wengine wamegeuza mbegu kuwa chakula. Isaka akachukua mbegu akaenda kupanda. Kama kuna wakati unapaswa kupanda, ni wakati umebakiza kidogo. Ukila kidogo, maana yake umekula mbegu. Naongea na mtu, yani kile cha mwisho ukikila, umekula mbegu. Yeye akaenda akakipanda. Alivyokipanda, Biblia inasema Isaka akavuna mwaka ule kipimo 1 kwa 100. Maana kama alipanda shayiri gunia 5, akavuna gunia 500. Kama alipanda mahindi gunia 1, akavuna 100. Akavuna kipimo cha 100. Isaka akawa na mali, akawa na vyakula vya kutosha. Sasa kwa sababu alikuwa na vyakula, watu wa Gerari wote wana njaa, wakawa wanaenda kwake na kubadilishana. Wanampelekea ng'ombe, anawapa debe la mahindi, anawapa debe la mtama. Kwa Biblia inasema Isaka akawa tajiri wa mali, wa ng'ombe, wa kondoo na mifugo mingi na fedha. Ule utajiri akaupata kupitia mazao yake. Biblia inasema hivi, watu wa Filisti pale, watu wa Gerari wakamhusudu. Ukianzia kwa mstari wa 12 habari inasema hivyo. Watu wa Gerari wakamhusudu, wakaanza kumpiga vita. Ile vita ya watu ikawa kubwa, ikaenda mpaka kwa mfalme Abimeleki. Kwa nini? Taifa halina pesa, taifa halina chakula, ni Isaka tu ndio mwana chakula. Kwa mnataka chakula cha kulisha wafungwa, njoni kwangu ni wapi? Kwa hiyo mfalme hana nguvu tena, maana kawaida tajiri kumtawala maskini. Wewe ukawa tajiri alafu katolea maskini, hamna. Ndio maana kiongozi, omba Mungu sana akupe hela. Unaowaongoza wakiwa na hela, usipewe makini watakuongoza. Hekima ya maskini haisikilizwi. Naongea na mtu hapa. Mimi nakuombea Mungu akupe hela kwa jina la Yesu. Ile kwamba wewe ni mkubwa kwenye familia na hauna hela, mdogo wako atakuburuza. Mtaenda kwenye vikao, mnafika, wanasema sasa jamani, watu hawajatimia, watu hawaonekani. Ni mtu mmoja, nyinyi mpo hamuonekani kama ni watu. Mbona watu hawajaja? Kuna mtu hajaja. Kwa mfalme wa Gerari akamhusudu, akaenda akamwambia maneno haya Isaka. Angalia anachomwambia.
Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu kuliko sisi. Sio kwamba umefanya dhambi, sio kwamba umetuibia, sio kwamba wewe ni mpagani. Shida yako umekuwa na nguvu kuliko sisi. Inaongea na mtu hapa. Kuna watu wataishi na wewe kwa sababu mnalingana. Kuna watu watakupenda kwa sababu wanaona kuna maisha wanakuzidi. Hawapendi kukuona huko juu. Siku wakiona umeanza kwenda juu ya viwango vyao, hawataruhusu ukae nao. Kwa gharama yoyote watakuondoa. Uking'ang'ania watakuua. Wako watu wenye moyo huu. Kwa mfalme akamwambia, ondoka kwetu, maana wewe una nguvu kuliko sisi. Ondoka. Isaka hakuwa na shaka, akaondoka. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari. Anafukuzwa kwa sababu ya maongezeko. Nimesema hivi, kuna watu watakuondoa, watakufukuza kwa sababu kuna vitu umewazidi. Ndio maana kwenye maisha haya kuna namna, ukiona watu wanakupiga vita, ujue kuna jambo umewazidi. Naongea na mtu hapa. Wewe nitoe mfano hapa, maana hata Yesu pasipo mifano ya kufundisha. Praise team wangu wako wapi? Praise team wako wapi? Hebu njoni chap chap hapa. Praise team mje hapa. Pasipo mifano Yesu akufanyaje? Akufundisha. Changamkeni basi, mtembee kama wanajeshi. Mnatembea hivyo kweli kama mnaenda kwenye nani? Kwenye maisha iko hivyo, kwa sababu umekuja wewe wa kwanza. Simama pale mbele. Ili mfano wangu. Angalia kule. Fuata nyuma yake. Nimeita kama 4 5 hapa. Mbona mjaje? Praise team wako wapi? Kwa wawili tu leo. Umeanza kuzingua. Kwenye maisha iko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha iko hivi. Kila mmoja aseme kwa staili yake anayeweza. Yes. Kwenye maisha iko hivi. Si unaona huyu yuko mbele? Huyu aliyeko mbele hapa hana taarifa za hawa wote walioko nyuma yake. Lakini hawa wote wana taarifa zake. Na hatari sana ni mwamba yule kule nyuma. Huyu anawajua hawa wote. Tukianza kuuliza, bro, dada aliyeko nyuma yako unamjua? Ni dada bwana. Naimba naye praise, unamjua? Unamjua Umeshamjua tayari. Ameweka mikono yake wapi? Hajui mikono ya udada iko wapi. Kwa sababu gani? Yuko nyuma yake. Lakini kimuuliza huyu, dada huyu bro unamfahamu? Anamfahamu vizuri. Mikono yake ameweka wapi? Ameweka mbele. Kwa nini? Si yuko mbele yake anamuona. Siku zote adui wa mtu wa mbele ni walioko nyuma. Ndio maana ukiona watu wanakusema sana, ujue uko mbele yao. Yani ujue umewazidi. Lakini ukiona mtu wa mbele anamsema wa nyuma, yani ni sawa na kumkuta mbuzi kapanda juu ya gorofa, ujue kapandishwa. Ujue mtu wa mbele ana vita kubwa na watu wa nyuma. Wanakupiga vita, wanakusingizia kwa sababu umewazidi. Siku ukichoka maneno, wewe hama rudi nyuma uone. Hakuna mtu anashughulika na wewe, watahamia kwa huyu. Ndio maana mtu aliyefilisika ana nguvu nyingi sana kwenye mdomo. Kwa sababu alikuwa mbele sana, amerudi nyuma. Anaanza kuwaona wenzake wanavyokimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeelewa vizuri Ukisikiaga wanakusema watu, ujue umewazidi. Lakini hatari sana ukiwa mbele ukaanza kuwasema walioko nyuma yako, ujue umechanganyikiwa. Mungu awabariki sana. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana umetuzidi. Kuna vita ya maongezeko. Hasa ukiwa hujajua ya kwamba mtu wa mbele siku zote huwa anasemwa, utapunguziwa mwendo na maneno ya watu. Utapunguziwa mwendo na vita ya watu wa nyuma yako. Acha waseme, endelea mbele. Haleluya. Akamwambia utoke kwetu. Kosa langu nini? Umetuzidi. Sasa angalia, sio kila kufukuzwa ni kubaya.
Sio kila kufukuzwa ni kibaya. Biblia inasema ule mstari wa 18, Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji vilivyochimbwa siku ya Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwa Ibrahim, naye akaviita majina kufuata majina aliyoviita babaye. Sikia, vilikuwepo visima wakati wa baba yake mzee Ibrahim, lakini Wafilisti baada ya kufa mzee Ibrahim, Wafilisti walivifukia. Isaka kwa sababu alikuwa anaishi kwa amani na Wafilisti, hakuwa na shida na visima. Lakini visima vipo, ni tajiri, ameshatajirika, ana ng'ombe wa kutosha, ana kondoo wa kutosha, lakini ananywesha kwenye visima vya Wafilisti. Siku walivyomfukuza akakumbuka visima vya baba yake, akaenda akavichimbua. Bila kufukuzwa asingechimbua visima. Kuna malango ya fursa yapo yamefukiwa kabisa. Malango ya fursa yapo yamefukiwa, lakini kuna mtu ameng'ang'ania Gerari, amelizika na maji ya Wafilisti, haoni umuhimu wa kwenda kuchimbua visima vyake mwenyewe. Siku utafukuzwa kwenye hiyo kampuni, ndio utajua kwamba wewe una akili za kufungua kampuni yako. Sasa hii sio nzuri sana, watu wengi hawatasema amen. Lakini nataka nikusaidie ujue, sio kila kukataliwa na kufukuzwa Mungu anakusudia kwenda kukuangamiza. Kuna wakati Mungu akiona makampuni ndani yako, alafu wewe umeng'ang'ania Gerari kwa Wafilisti, Mungu ataingia kwenye mioyo wa Wafilisti, watakufukuza ili uende ukachimbue visima vyako upate maji ya kutosha. Niona kuna watu ambao wanapelekagwa kwenye fursa kwa machozi. Yani wanakutesa, wanakunyanyasa, unasema kama ni hivi acha tu niondoke. Ile unaondoka unaenda kujanyisheka kwako, unashangaa unaanza kustawi, pako unasema sio nilichelewa wapi, ulilizika na ya Gerari. Ninamwambia mtu mmoja jioni ya leo, Mungu anayejua kesho yako, umeng'ang'ania Gerari vya kutosha, acha kupeleke kwenye visima vilivyofukiwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Hauendi ukiwa unacheka. Sikia nikwambie, sio kila mafanikio utakayoyapata utayapata au utayaelekea ukiwa unakunywa juisi. Kuna mafanikio mengine utaingia ukiwa unalia, utaenda kwa machozi, lakini umeingia kwenye mlango wa fursa. Ninakuombea miezi 6 iliyobaki hii, Mungu akupeleke kwenye mafanikio kwa jina la Yesu. Kama kuna mahali umeng'ang'ania, Mungu akutoe pale. Amsemi amen. Najua mnapenda maji ya Gerari. Unajua kuna manyanyaso tulionyanyaswa yalitufanya tuongeze bidii kuanza vya kwetu. Kuna kukataliwa kulipozidi, yani kila sehemu wanakusema ubaya. Tulijifunza kuwa na uchungu na maisha na kuwa serious na maisha, baada ya kuona wale tulidhani ya kwamba ni wanatusaidia wametukataa. Tukajijua ya kwamba kumbe sisi hatuna msaada mwingine isipokuwa ni Jehova peke yake. Ndipo mioyo yetu ilipojaa na ujasiri wa kuzikabili changamoto na kupata matokeo. Kuna mahali ukikataliwa, sio kwamba Mungu tu anataka uangamie. Hapana, Mungu anaona uwezo ndani yako wa kuchimbua visima. Lakini wewe umekaa Gerari, umelizika na maji ya mfalme. Nakwambia kesho yako ni njema kuliko jana yako. Nakwambia kesho yako ni njema kuliko leo yako. Nakwambia kesho yako ni njema kuliko historia yako. Waliokukataa waambie saa inakuja. Waliosema kwamba hauna kitu waambie saa inakuja. Wakati wa Bwana unawadia kwenye maisha yangu. Acha nikachimbue visima, acha nikachimbue visima. Wamekunyanyasa na maji yao, nenda ukachimbue visima katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Ni kuchimbua visima. Ukikataliwa usiende kukaa chini ya mletemu ukaomba kufa. Ukikataliwa nenda kachimbue visima.
nenda kaanze, nenda katafute cha kufanya cha kwako, nafanya kwa moyo wa kuvurugwa. Nakwambia iko siku watakutafuta, iko siku watakutafuta. Ndio kanuni ya Mungu hiyo. Ngoja nikuonyesha hapa. Na ukiondoka usifikiri watakuacha. Kuna watu wanakukataa, kuna watu wanakufukuza, lakini nakwambia hata ukiondoka wataendelea kukufuatilia, na kama haujui wanafuatilia habari zako mpaka leo. Hivi ameshakazaa? Hivi anaendeleaje? Hivi huko kama alikoendaga vipi, anaendeleaje? Wanatamani kujua maendeleo yako ili kwamba watimize unabii wao. Sababu walisema kama hatafika mbali, wanatamani kuona kama hujafika mbali. Acha nikwambie, Mungu si mwanadamu. Waswahili walisema Mungu si Asumani. Haleluya. Mawazo ya Asumani sio sawa na mawazo ya Mungu. Walifikiria ufiki mbali, utafika mbali kwa jina la Yesu. Walifikiria kwamba umekwisha, sema sitakwisha kwa jina la Yesu. Waliosema ufiki mbali, waambie hapa ni wapi. Walifikiria kwamba tumekwisha, waambie hapa ni wapi. Kuna watu walisemaga kwamba hawa wameanza tu, hawatafika popote. Kwani hapa ni wapi? Tunafika na tunaenda mbele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Walisema na unabii wao, asitukane mamba hajavuka mto. Sisi tunatukana mamba na mto tunavuka kwa jina la Yesu Kristo. Alisema amezalau wakunga na uzazi ungalipo. Tunazalau wakunga na kuzaa tunazaa, maana hatuzai kwa nguvu za mkunga, ila kwa nguvu za Bwana wa majeshi aliye hai. Hatuvuki mto kwa sababu mamba wamelala. Tunavuka mto kwa sababu tunaye Bwana wa majeshi aliyeshinda kifo na mauti. Ndipo tuasubutu kusema ya kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye hatutiae nguvu. Haleluya. Tunatukana mamba na mto tunavuka. Watoboi. Nani amekwambia tunatoboa? Na mwaka huu wataisoma namba kwa jina la Yesu. Mimi nakwambia wewe, amini neno la Bwana. Mwaka huu Mungu atawashangaza. Mungu atawashangaza. Mungu atawashangaza. Mungu atawashangaza. Wakafuatilia habari zake. Isaka karudi, akawaita watumishi wake. Angalia ule mstari wa 19. Isaka akaenda akawaita watumishi wake, wachungaji wa Isaka. Wachungaji wa Isaka, watumwa wa Isaka, wakachimba katika lile bonde. Wakachimba lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema maji haya ni yetu. Unajua wao waliovifukia visima hivi ni wachungaji wa Gerari, ni watumwa wa Abimeleki. Wao wanajua kufukia, hawajui kufukua. Wanajua kufukua. Wachungaji wa Isaka walipoenda kufukua yale maji, vile visima ni vya Ibrahim, walivyoona maji yanayobubujika wakaenda wakisema maji haya ni yetu. Wakionaga vitu vinaitika, wataanza kuja kujitambulisha. Nilisoma naye, mwambie hamna shida. Kweli kabisa, tulisoma wote shule ya msingi. Wataanza kuonyesha kwamba kuna msaada fulani kwenye maisha, usiwe na shida. Watumwa wa Isaka wakachimba kile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana wachungaji wa Isaka, wakisema maji haya ni yetu. Ndipo wakakiita jina lake kisima kile Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine tena, wakagombania na hicho tena, wakakiita jina lake Stina. Akaondoka huko akachimba kingine tena, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi, akisema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Nisikie vizuri. Alichimba cha kwanza, wakagombana naye, akasema hamna shida, chukua. Stina chukueni. Akaenda akachimba cha pili,
wakaja tena. Akasema nini? Eseki, chukua. Unajua kinacholeta maji sio kuchimba tu kwa mikono. Nini kiko ndani? Wanaweza wakakunyang'anya cha kwanza, sio kwamba umekumaliza. Wanaweza wakaua ya kwanza, sio kwamba wamekumaliza. Wanaweza wakakupiga majungu ukafukuzwa kazi ofisi ya kwanza, sio kwamba wamekumaliza. Wanaweza wakakuroga wakaharibu biashara yako ya kwanza, sio kwamba wamemaliza. Chimba kingine tena. Sasa kuna watu walipopigwa vita kisima cha kwanza, wakanyang'anywa cha kwanza, wakajifunika sando, wakatamani kufa. Bwana, mikononi mwako naweka roho yangu. Mimi nakuombea isiwe fungu lako kwa jina la Yesu. Wakiziba kushoto, tutapita kulia. Wakiziba kulia, tutapita kushoto. Wakiziba kote kushoto na kulia, tutapita juu. Wakiziba juu, hata chini tutapita. Lakini kuendelea mbele, lazima tuendelee kwa jina la Yesu. Nasema kuendelea mbele, lazima tuendelee. Walipogombania, Eseki akawachia, wakaenda akachimba kingine, wakapata na maji mazuri. Akasema hiki nacho ni stina, pote la Morogoro chukua. Akaenda akachimba cha tatu, akapata maji yanayobubujika. Walipoona maji yanabubujika kwa wingi, wakasema huyu bwana tumeshindana naye, tumeshindwa, hatumwezi kabisa. Tukiendelea kumsumbua, nchi yote itajaa mashimo, nchi yote itajaa visima. Ili kumfanya atulie, tumwache. 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 Kuna mchungaji mmoja alikuwa achunga makanisa fulani, sisema. Lakini mchungaji wa uhamisho sana, lakini kila wanapompeleka anauwasha moto, sio mchezo. Wanamhamisha. Wakija kumhamisha, ile mbegu ameacha pale haifi, wanamhamisha pengine. Wakimhamishia pengine, hapo anauwasha hatari. Wanamhamisha. Wanamhamisha kama mara tatu. Kila anapokwenda, hata akiondoka, ile mbegu inaendelea pale. Yaani waombaji wakasema huyu jamaa tumwache. Tumwache sehemu moja, vinginevyo ataharibu pote. Mimi nakwambia, kukwamisha department hawaja kukomoa, kukwamisha ofisi hawaja kukomoa, kwa sababu haufanyi kazi, haufanikiwi kwa sababu ya hiyo ofisi. Kinachokufanikisha ni nani anayetenda kazi ndani yako. Kinachokufanikisha ni nani anayopaleti ndani yako. Alipochimba Rehobothi, hawakushindana naye tena. Ndipo Isaka akasema, sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Mimi nakuombea mwaka huu, miezi hii iliyobaki, Bwana akufikishe Rehobothi yako. Inawezekana kuna miezi imeharibika, ilikuwa ni stina. Inawezekana kuna miaka imeharibika, ilikuwa ni Eseki 2025. Acha ikawa ni Rehobothi. Nasema na mtu mmoja hapa jioni ya leo, yawezekana miezi 6 iliyopita haujapata chochote, ilikuwa ni stina. Inawezekana miezi iliyopita uliharibikiwa sana, ilikuwa ni Eseki. Msimu wa pili tunaokwenda, acha Bwana akufanye kusawi katika nchi. Ufike Rehobothi katika jina la Yesu. Bwana akufanye kusawi katika jina la Yesu. Wako wapi washindi wanaosema nitastawi katika nchi, nitaenea katika nchi? Hebu enea kwa damu ya mwana kondoo. Sema naenea, 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 naenea katika nchi, naenea Kahama, naenea kwenye biashara, naenea kwenye makaba. Piga makofi kwa Jehova. Haleluya. Nisikiza vizuri. Rehobothi haufiki kwanza mpaka umefukuzwa. Haufiki mpaka kwanza umekataliwa. Toka kwetu. Toka kwetu. Kazi kwenu mnaopenda kupendwa, mnalo, mtaishia kwenye maji ya Wafilisti. Rehobothi haufiki
mpaka kwanza umekataliwa. Rehobothi haufiki mpaka kwanza umenyang'anywa Eseki na Stina. Haufiki ukiwa unakunywa juice na biskuti. Unafika Rehobothi kwa machozi na damu. Ukiangalia ulikotoka, unao ushuhuda. Unao ushuhuda. Kuna mambo Mungu anayaruhusu yapitie ili ya kuandalia ushuhuda. Kuna mahali hautafika mpaka kwanza Mungu amekutengenezea ushuhuda. Nisaidie kumwambia jirani yako, Mungu ananitengenezea ushuhuda. Mwambie tu, Mungu hajaniacha, ananitengenezea ushuhuda. Rehobothi yangu haiko mbali. Rehobothi yangu haiko mbali. Mungu ananitengenezea ushuhuda. Ukiniona ninapita kwenye wakati wa uharibifu, ukiniona ninaugua sana, ukiniona ninakataliwa sana, ukiniona mambo yangu hayako sawa, rafiki yangu usinicheke. Mungu ananiandalia ushuhuda. Ninapita Eseki, ninapita Stina. Ukiniona ninadaiwa madeni mengi, usinitangaze Bwana wewe. Mungu ananiandalia ushuhuda. Rehobothi yangu haiko mbali. Ukiona biashara yangu inaharibika, usifikiria kwamba nimekosea, usifikiria kwamba nina dhambi. Hapana, ni Bwana ananiandalia ushuhuda. Yawezekana Stina yangu imeharibika, yawezekana Eseki yangu imepotea, sijafanya dhambi yoyote, lakini ni Bwana ananiandalia ushuhuda. Ni safari ya kwenda Rehobothi. Usione kijana amemwasha huyo dada ukafikiria kwamba na tabia mbaya. Huyo alikuwa ni Eseki, ndio maana amepotea. Usione ya kwamba amemkataa wakati na uchumba ulikuwa unaujua, alikuwa ni Stina. Bwana amemwondoa pale. Safari hii anaenda Rehobothi. Ni ushuhuda wa Bwana. Akifika, akitazama nyuma, atasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli nasema sasa. Haleluya, haleluya. Acha nimtabirie mtu mmoja jioni ya leo. Hayo mateso unayopitia, hiyo aibu unayoipata, wakati ulio nao ni Eseki, ni Stina. Bwana anakupeleka Rehobothi. Nasema mwaka hautaisha, Bwana atakufikisha mahali pako. Nasema mwaka hautaisha, Jehova atakuingiza kwenye majira yako. Ninaiona Rehobothi ya mtu mmoja mahali hapa. Ninaona kuenea kwa mtu mmoja mahali hapa. Kahama itakufahamu. Shinyanga itakujua. Dunia itatambua ya kwamba yuko Bwana, ya kwamba yuko Jehova anayetegemeza watu wake. Kuna watu walifikiria kwamba umekwisha. Acha nikutangazie, mwana wa Mungu, Rehobothi ipo karibu na wewe. Acha Stina ipotee, acha Eseki ipotee. Nasema majira yako ya kuenea juu ya uso wa nchi, Bwana anayawadisha. Yanawadia, yanawadia, yanawadia. Nasema yanawadia. Vilivyopotea vilikuwa ni Eseki, vilivyokataa vilikuwa ni Stina. Rehobothi yako haiko mbali. Rehobothi yako haiko mbali. Umelia sana, umechoka na kuomba. Nakwambia Rehobothi yako haiko mbali. Inuka, jipe moyo, usikate tamaa. Safari yako inaendelea. Mapenzi ya Mungu ni mema. Jehova kuwazii mabaya. Unafikiria kwamba Mungu amekuacha. Bwana hajakuacha, anakupeleka Rehobothi yako. Haujakawia. Ni majira yako, ni majira yako. 2025 ni mwaka wa Rehobothi, ni mwaka wa Rehobothi, ni mwaka wa Rehobothi, ni mwaka wa Rehobothi, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Kuna mahali ufiki mpaka umekataliwa. Kuna mahali ufiki mpaka umepoteza. Ndugu zangu, kuna vitu na vipenda visivyopendeka. Mungu anajua nini unastahili. Mungu tu haangalii kile kinachokuja kwako. Mungu anajua nini unastahili kupata. Inawezekana mapenzi yako na haja yako ni maji, lakini sio maji ya Eseki. Inawezekana kweli unahitaji fedha, lakini sio fedha za Stina. Hazitakusaidia.
Inawezekana kweli unahitaji kazi, lakini sio kazi ya Gerari. Kuna mahali Mungu anataka ufike. Namna gani anakutoa hapa akupeleke kule? Uwe na uhakika utainuliwa, watu haukataa. Kuna vitu vitapotea unavipenda, lakini vinaondoka. Vinaondoka sema jamani, itaishije? Ndio vinaondoka ili uende sasa Rehobothi. Jambo moja la muhimu sana, muamini Mungu. Muamini Mungu katika nyakati zako zote. Kwenye maisha haya zipo nyakati zinapita, lakini si kwamba Mungu amekukasirikia, si kwamba Mungu hakupendi, si kwamba Mungu amekuchukia. Hapana, safari ya mafanikio imejaa milima na mabonde. Ni vigumu kukirimiwa jina kuu lipitalo majina yote. Lazima kupita msalabani. Yesu mwenyewe alimkuta haya, na Yesu akasema, ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeshinda ulimwengu na nyinyi mtashinda. Jioni leo acha niwatie moyo. Neema ya Mungu iokoayo, msaada wa Mungu uliokuwa juu ya Isaka, nasema uwe juu yako kwa jina la Yesu. Nasema uwe juu yako kwa jina la Yesu. Uwe juu yako kwa jina la Yesu. Nasema uwe juu yako kwa jina la Yesu. Acha viondoke, ruhusu vipotee, ruhusu wabebe. Wakati mwingine sio kila vita lazima ushinde. Wakati mwingine huwa tunashinda kwa kushindwa. Yani unakubali wao washangilie kwamba wameshinda, kumbe wamechukua Eseki. Unawaachia, si kwamba huna nguvu, si kwamba uweze kupambana nao, lakini unawaachia kwa sababu unajua uliye naye anavyo vilivyo bora zaidi ya hivyo wanamobeba. Sasa usikate tamaa ukajichukia, ukaamua kukaa hapo, kuamua kufa, kubaki hapo. Hapana, endelea kuchimba tena, endelea kuchimba tena. Niliongea na mtu hapa, mwaka huu kapata hasara kubwa. Alisema ninaanza kwa nguvu, akaanza kweli, kachukua na mkopo, lakini kaangukia hasara ambayo hakuitegemea. Usife moyo, safari bado inaendelea. Ni muhimu sana kufahamu kwenye maisha, katika changamoto zozote zile, katika hali yoyote ile ambayo unakutana nayo, jambo la muhimu la kutuza ndani ya moyo wako, unatakiwa kuendelea mbele. Na shetani ajue, mwambie kabisa, japokuwa shetani unanisumbua namna hii, lakini fahamu ya kwamba natakiwa kuendelea mbele. Huu sio mwisho wangu. Umechukua mali zangu, umechukua ndugu zangu, umechukua mke, umechukua mume, umechukua watoto, lakini ujue natakiwa kuendelea mbele. Hautanipunguzia mwendo. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Mungu wa neema tusaidie sana. Nataka tuende kuomba hapa. Sasa muda wetu leo tunahitaji kujiandaa na ibada za kesho asubuhi, na tunatamani kuwahi kumaliza. Kwa hiyo tupate nafasi nzuri ya kupeleka hoja zetu kwa Bwana. Kuna watu ambao wamechoka, umepoteza vingi, na moyo wako umeumia, umechoka kuendelea mbele, uhitaji kuendelea mbele tena. Acha nikwambie, Mungu wako bado anakupenda na bado anakuwazia mema. Tufani japo vumasa moyoni mwangu, huona noni unificha, unificha adui hatanipata, unificha, unificha mkononi mwangu. Yesu unificha, unificha, unificha adui, adui hatanipata, unificha
Inua mikono yako juu kwa Bwana. Sema, Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kunipa saa hii ya wewe kusema na maisha yangu. Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Ninaomba rehema, ninaomba toba mahali ambapo nimenungunikia wewe kwa sababu ya kukataliwa, kwa sababu ya kuachwa, bila kujua ni nini makusudi yako, ni nini mapenzi yako. Mungu wa rehema, kumbe kuna tabu zingine zinanisogeza kwako, wala si hasira yako. Nilifikiria kwamba nimeachwa, nilifikiria kwamba umenitenga, nilifikiria kwamba umenitupa. Baba, ninaomba rehema, ninaomba toba. Kumbe wakati mwingine ni makusudi yako, ni mapenzi yako. Nilipopoteza kazi,
Nilipopoteza watu nilifikiria kwamba nimepoteza na kwamba nimepotea kabisa, lakini kumbe Bwana ulikuwa na makusudi yako. Asante Bwana Yesu, kwa sababu umejificha katika majira na katika nyakati zako. Mungu wa neema, wewe uliyekuwa na Isaka mara baada ya kufukuzwa kule Gerari, Mungu wangu, ninaomba uwe pamoja na mimi mahali nimekataliwa, mahali nimefukuzwa, mahali nimeachwa. Bwana uliyekuwa na Isaka kule Misri, ukawa naye Gerari, ukawa naye katika vile visima alivyovichimba, na hata ukamfikisha Rehobothi. Mungu Baba, ninaomba nifikishe na mimi, ninaomba nipeleke na mimi. Ninatamani kufika Rehobothi yangu, natamani kufika Rehobothi yangu. Nimepoteza Eseki, nimepoteza Stina, nimefukuzwa mahali. Ninaomba Bwana nisaidie miezi hii iliyobaki ndani ya mwaka huu. Baba, ninaomba nipe ushuhuda, ninaomba nipe ushuhuda, ninaomba nishuhudie, ninaomba nishuhudie. Baba, ninaomba nishuhudie. Wewe usiye nyamaza, wewe ujibuye kwa moto, ninaomba uonekane, ninaomba ujidhihirishe, ninaomba nisaidie. Nilivyopoteza imetosha, ninaomba nisaidie, ninaomba nisaidie, ninaomba nisaidie. Na mimi nistawi katika nchi, na mimi nienee katika nchi, katika jina la Yesu. Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Yesu nihurumie, Yesu nihurumie, Yesu nihurumie. Unaweza ukaita jina la Bwana, unaweza ukamwita Yesu, ukaita msaada wake, ukaita msaada wake. Maandiko yanasema ya kwamba na kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa, ataokolewa. Hakuna msaada mwingine zaidi ya huyu Yesu. Huyu Yesu anaweza kukusaidia, huyu Yesu anaweza kukutetea, huyu Yesu anaweza kukupigania kwenye yale mambo ambayo yameonekana kuwa magumu kwako, kwenye yale mambo ambayo yameonekana kushindikana kwako. Haijalishi umepoteza vingapi, haijalishi umepoteza watu wangapi, mwambie Jehova, Baba, kwako bado uko msaada. Mwambie Yehova, kwako bado uko msaada, kwako bado vipo vya kunipa, kwako bado uko uwezo wa kunisaidia. Baba, tunakuamini, bado tunakuamini. Wewe unaweza kutusaidia, bado tunaamini. Wewe unaweza kutuinua tena, wewe unaweza kutuinua tena, wewe unaweza kumsaidia tena huyu mama, unaweza msaidia tena huyu baba, unaweza saidia tena familia yake. Baba, ninakuamini, wewe unaweza msaidia. Wewe usiyeshindwa neno, unaweza kumsaidia tena, unaweza msaidia tena. Amepoteza Eseki, amepoteza Stina, amepoteza vingi. Bwana Jehova, msaidie wakati huu sasa, majira haya. Rehobothi yake acha kasawi katika nchi, watu wakamwone, dunia ikajue ya kwamba yuko Bwana anayeweza kumtoa mtu mavumbini, anayetoa mtu mavumbini na kumketisha mahali pa juu na wenye heshima. Jehova, dhihirisha msaada wako, dhihirisha neema yako, dhihirisha pendo lako, dhihirisha huruma yako, dhihirisha msaada wako. Amekaa Sina, amepoteza Eseki. Baba, msaidie, aingie Rehobothi yake. Rababa sheke terebosia, raba ya nerebokora bakoya, iba shanda rabasia. Baba wa rehema, wewe unaweza msaidia, wewe unaweza kumvusha huyu mama, wewe unaweza kumsaidia sana, wewe unaweza kumtegemeza kwa mkono wako wenye nguvu. Bwana Baba wa neema na rehema, tunaomba msaada wako, tunaomba huruma yako, tunaomba uaminifu wako, tunaomba msaada wako. Jifunue Jehova na nguvu zako, jifunue Baba, jifunue Baba, jifunue Jehova, jifunue Baba. Wewe mfalme wa ulimwengu, wewe uliyemsaidia Isaka katika nchi ya ugeni, ukampa kusawi na kuenea katika nchi. Baba, msaidie na huyu, anakutegemea wewe, ana msaada wengine. Baba, tunakuhitaji Jehova, tunakuhitaji, tunakuhitaji Bwana. Akamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na taabu yao. Ulituma
kutuma neno lake na kuwatoa katika maangamizo yao. Oh, mlilie Bwana, mlilie Bwana, umlilie Jehova. Ni heri kulia mbele za Bwana kuliko kulia mbele za wanadamu. Wewe mlilie Bwana, paza sauti yako kwa Yesu, paza sauti yako kwa Bwana. Ni heri kulia kwa Yesu kuliko kulia kwa wanadamu. Wanadamu wanaweza kusaidia lakini baadaye wakakusimanga. Wanadamu wana mipaka lakini Yehova hana mipaka. Wewe mlilie Bwana, mwambie Yehova nisaidie, mwambie Baba niko hapa, mwambie niko hapa, nimepoteza vingi lakini bado ninatumaini na wewe, bado ninatumaini na wewe, bado ninatumaini na wewe, bado ninatumaini na wewe. Tunatumainia Kalvari, tunatumainia msalaba, tunatumainia kwako Bwana, tunatumainia jina lako, hatujachoka, bado tunakutumainia. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Yehova. Baba, 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 tunaita msaada wako, tunaita rehema zako. Tusaidie Mfalme, saidia familia zetu. Tunahitaji kuendelea mbele, tunahitaji kuvuka mipaka iliyowekwa na wakuu wa giza, iliyowekwa na maadui zetu, iliyowekwa na wasiotupenda. Wanasubiri kuona matanga yetu, wanasubiri kuona aibu yetu. Baba, usipotusaidia ni nani atakayetusaidia? Baba, usipotuhurumia ni nani atakayetuhurumia? Ni wewe peke yako Baba, ni wewe peke yako msaada wetu. Baba, usipotusaidia, ukituacha tunaangamia. Tunakutumainia wewe, tunakutumainia wewe. Macho yetu yakutazama wewe. Baba, utende. Baba, usinyamaze. Baba, usinyamaze. Baba, usinyamaze. Magoti yetu yamelegea Baba, tumechoka. Tunaomba tutie nguvu, tunaomba tusaidie. Vilivyopotea vimepotea, lakini Jehova, kwako bado upo msaada, kwako bado uko msaada, bado uko msaada, bado uko msaada, bado upo msaada, bado upo msaada, bado upo msaada, bado lipo tumaini kwako. Tunategemea kwako, tunatumainia kwako. Rabasheketerebosia ramayanderebasayaba. Baba wa rehema, usinyamaze, usinyamaze. Seteribaya karabashandaras. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Oh, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yako. Uliyechoka na hasara, anatengeneza njia. Aliyemsaidia Musa, anatengeneza njia. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana asiyeshindwa, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana
wala mchana, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, japo kuna milima na mabonde, atatengeneza njia. Katikati ya kukataliwa, anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yako. Najua Bwana, mwambie tu Bwana huu wimbo uwe ni ombi lako Bwana. Mwambie Mungu, ninakuamini ya kwamba unatengeneza njia katikati ya ukataliwa, katikati ya kupoteza, unatengeneza njia yangu ya Rehobothi. Sheleane, najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Yesu, najua Bwana, anatengeneza katikati ya hasara na mateso, anatengeneza njia kwa ajili yangu. katikati ya kukataliwa, najua Bwana anatengeneza njia ya kufika Rehobothi, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Weka mikono kifuani, sema nafsi yangu, kwa nini kuinama? Nafsi yangu, mtumaini Bwana, yeye ni ngome yako, yeye ni ngome imara. Nafsi yangu, kwa nini kufadhaika? Mtumaini Bwana, yeye atakupa raha, yeye ni uzima wako. Katikati ya dhoruba, katikati ya mawimbi, katikati ya maumivu, anatengeneza njia ya kufika mahali pako. Nafsi yangu, mhimidi Bwana. Nafsi yangu, mshukuru Bwana. Changamka, acha kuinama. Nafsi yangu, mtumaini Jehova, yeye ni mwamba wa wokovu wako. Katika jina la Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, mfalme, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu katikati ya dhoruba unatengeneza njia. Katikati ya ukataliwa, katikati ya kupingwa, katikati ya kufukuzwa, katikati ya kupoteza, unatengeneza njia. Unatengeneza njia Bwana. Ni namna gani angeliweza kufika Rehobothi pasipo kupoteza Eseki? Ni namna gani angefika Rehobothi pasipo kupoteza Sina? Ni namna gani angefika Rehobothi pasipo kufukuzwa na Abimeleki mfalme wa Gerari? Walimhusudu wakamfukuza, lakini kumbe ilikuwa ni njia yako ya kumpeleka mahali pa kustawi katika uso wa nchi. Ya Mungu, ninaomba kwa ajili ya kanisa lako hili jioni ya leo. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye moyo wake amekutumainia wewe Bwana. Najua kuna mahali amepita, kuna mahali amefukuzwa, kuna mahali amekataliwa, kuna vitu amepoteza, amepoteza watu, amepoteza vya thamani. Moyo wake umehuzunika, moyo wake umejaa uchungu. Lakini Yehova, katikati ya ukataliwa, katikati ya kupoteza, wewe unalo kusudi Bwana. Ni maombi yangu jioni ya leo, wewe uliyemsaidia Isaka, msaidie na huyu mwanao, msaidie na huyu mwanao afike mahali pa kustawi juu ya uso wa nchi. Usimwache akateseka, usimwache adui zake wakajisifu machoni pake, kwa kuwa amekutumainia wewe Bwana. Akauone wokovu wao katika nchi walio hai, akauone wokovu wao katika nchi walio hai. Nami naamini ya kwamba tutauona wokovu wa Bwana katika nchi walio hai. Tutauona wokovu wa Bwana katika nchi walio hai, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa fadhili zako na ukuu wako na wema wako. Ninaushangilia wokovu wako Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuja mbele zako Bwana,
Ninaomba na kwa ajili ya mioyo yote wako na dhabihu na sadaka ambazo Mungu anazileta madhabahuni pako jioni hii. Kila mmoja anaachilia sadaka yake. Wengine ni sadaka ya machozi, wengine ni sadaka iliyobeba msiba, wengine sadaka iliyobeba tabu za maisha yao. Mungu anapoachilia dhabihu zao mbele zako, maana umesema ya kwamba hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Mungu, funua ndani ya mioyo yao, wewe mwenyewe ukatazame nini ambacho mioyo yao imebeba. Mungu wa rehema, ukawajalie sawa sawa na haja za mioyo yao, ukawaponye walio dhaifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu Kristo. Tunaibariki na siku ya kesho ambayo ni siku takatifu ya ibada. Neema yako e Bwana iwe nasi. Usitunyime chakula, usitunyime neno lako la uzima e Bwana. Ukatudumie sawa sawa na uaminifu wako, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Na washindi wampigie Yesu makofi ya shangwe na furaha. Haleluya. Na Mungu akupe rehobothi yako katika jina la Yesu. Amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana akujibu siku ya ziki, na jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Bwana na akupe msaada unaotoka patakatifu pake na kutegemeza kutoka Sayuni. Bwana azikumbuke sadaka zako zote na kustakabali dhabihu zako. Naye Bwana akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu tumshukuru Mungu. Niwatakie jioni njema. Karibuni, usipitwe na siku ya kesho ambayo ni siku ya mwisho. Karibu ibadani, na baada ya ibada jioni semina yetu.